nimshukuru Mungu mwingi wa rehema ambaye leo ametufikisha muda wa mchana huu kwa jambo jema, kwa jambo kubwa ambalo mkoa wa Kilimanjaro unaendelea kung'ara katika mazuri. Unajua kuna kung'ara kwenye mabaya, kuna kung'ara kwenye mazuri. Sasa hili jambo ni jambo zuri. Nami niungane na wenzangu wote waliotangulia kusema na waliosema huko nyuma kukupongeza sana Sergeant Mwajabu kwa heshima kubwa ambayo umetupa mkoa wa Kilimanjaro. Umetupa heshima hii, tumejulikana sana kwenye taifa letu. Na imani Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameona jambo hili kupitia vyombo vya habari na kwenye mitandao yetu ya kijamii. Jambo ambalo umelifanya Sergeant Mwajabu si jambo dogo. Ni jambo kubwa ambalo linapaswa kuigwa kwanza na wale ambao unao kwenye ofisi yako, unaofanya nao kazi, lakini na hata sisi viongozi ambao tunatumia majukwaa kwenda kuelimisha watu. Tumekuona kwenye redio mbalimbali hapa mkoani, lakini na vyombo vingine vya habari ukieleza kwa ufasaha ni jinsi gani watoto wanataka kutunzwa na ni jinsi gani unawatetea kina mama, lakini nadhani siku moja kusikia pia na kina baba unawatetea wasipigwe. Kwa hiyo umefanya jambo jema sana. Sasa hii ni sifa kubwa kwa jeshi la polisi, kwa mkuu wa jeshi la polisi IGP Mheshimiwa Wambura. Wewe umempa sifa kubwa sana kwa sababu katika mashindano haya walijitokeza watu wengi. Majina yalikuwa ni mengi ambayo yalikuwa yanataka kupigiwa kura, lakini wewe ukaibuka kidedea kama alivyosema mwakilishi wa kamanda kwamba kura hizi, na alisema pia na rasi, hazikupigwa na wana Kilimanjaro peke yake, zimepigwa na Watanzania wote, lakini na watu kutoka nje ambao wanapenda mambo mazuri na wanachukia mambo ya ukatili kwa watoto wetu. Kwa hiyo nirudie kukupongeza sana, lakini hapa Moshi tunaongozwa na Mzava, mkuu wetu wa wilaya, ambaye alikutia joto. Mimi uliomba tu kwamba baraka zangu, nilikwambia chukua, na mimi nikimpa mtu baraka huwa anakwenda mbali. Na niseme tu kwamba hii ndio imekuwa njia hii, na utakwenda mbali zaidi, na staff ananisikia kwamba watu namna hii wanaofanya kazi nzuri kwenye jeshi la polisi na hata sisi serikalini tunapaswa kuangaliwa. Kwa hiyo mtu ambaye ameleta sifa kubwa kupata tuzo mbili kwa wakati mmoja, maana angepata moja tu, nyingine ingekwenda kwa mtu mwingine, lakini amepata zote yeye kwa sababu watu wamethamini, wametambua mchango wake mkubwa kwa jamii ya Watanzania. Sasa mimi niseme kidogo kwamba jambo la ukatili hakuna mtu analipenda, na hasa kwa watoto wadogo, na ndio maana tunawaomba jeshi letu la polisi mhakikishe mnaweka nguvu sana kuwadhibiti. Umesema kamanda kwamba mkoa huu zamani ulikuwa ni hatari. Asubuhi ukilala ukiamka unasikia kibosho, unasikia wapi, lakini leo wananchi wa Kilimanjaro wanatembea kwa uhuru na raha kabisa. Lakini bado tuna tatizo kubwa hili la ukatili, kubwa sana, na ukatili wenyewe wanafanywa watoto wadogo wasiokuwa na hatia, na wanachofanyiwa si kitendo cha kiungwana hata kidogo. Kwa hiyo ndio maana dawati linapiga kelele, na ndio maana Mwajabu amesikika Tanzania, amesikika duniani kwa kukemea mambo kama hayo. Sasa niseme tu kwa Watanzania wa Kilimanjaro, tunapaswa kuachana na vitendo hivyo kabisa vya ukatili wa watoto. Inawezekana vipi mtoto wa darasa la 4, mtoto ambaye hata wewe unaweza kumzaa, unakwenda kumdanganya, unamharibia maisha? Tuchukue moyo wakali dawati la jeshi la polisi, na sisi tutazungumza na wenzetu wa mahakama wawe wakali zaidi mtakapowapelekea
Hao mimi ndio nawataka wakae magerezani. Sitaki magereza yajayo kwa sababu tu wewe una mpenzi wako, mmekaa mnakunywa soda, kapita jamaa kamtizama, unaondoka unakwenda kumpiga yule bwana. Unasikia? Na ukishampiga akipelekwa polisi Arabi, anapelekwa mahakamani miezi 6. Anatujazia gereza, anakula chakula cha bure bila sababu. Kwa hiyo mimi nataka hawa ambao Sergeant Mwajabu mpaka amepata hizi tunzo, hawa mimi ndo nataka wajaze, wakae. Wao kama wanajifanya vifaru na wanajifanya wanaume, hawa ndo tunawataka tuwapeleke kule gerezani. Ndio.